Karibu tena siku nyingine nzuri Septemba 5 ambapo tunakutana hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Hii ni Super Royal Sports. Ukiangalia nyuma yangu hapa, screen yenyewe inajionyesha kabisa ni nini kinaonekana. Ni ndinga aina ya Toyota IST. Tulikuwepo hapa kwa ajili ya kukabidhi gari, tukatangaza na mshindi. Hatimaye wiki 5 nyingine zimewadia na tupo hapa tena kwa ajili ya kuhakikisha mtu mmoja tu kati ya wale maafisa ubashiri wanaoshiriki michezo ya kubashiri kupitia tovuti ya PMBet anaondoka na gari aina ya Toyota IST. Ahadi za PMBet huenda zikawa ni zaidi ya ahadi za wagombea, kwa sababu sisi tunatimiza ndani ya zile wiki 5. Tayari tupo hapa, sipo peke yangu. Meki Mchane na kuongozea draw hii ya Super Royal Sports sambamba kabisa na Balozi Kinara, balozi ambaye alipewa tuzo ya PMBet kwa utumishi uliotukuka, Bwana Maulid Kitenge. Bwana Maulid, karibu sana. Bwana, asante sana. Meki. Ndio. Tukiwa na Justa pia hapa, na Julius. Alikuwa amenisahau. Hapana, nilikuwa nakuja. Alikuwa nakuja manaka alikomea hapa kwanza alafu kunikaribisha alafu na baada ya kupe kijiti na wewe. Ndio, kwa sababu mara kwanza nilitafakari nianze kwa kutokea pembeni ama nianzie mbele. Nikasema nikitokea pembeni nitashambulia. Utashambulia sana. Nikasema twende taratibu. Sawa. Asna bibi Justa Julius naye hapa. Bila shaka tumekuwa sambamba katika mfululizo wa draw hizi kwa takriban miaka miwili hii mtawalia. Tunachanja mbuga. Chanja mbuga ndio zinafanyika. Naam. Sasa kabla hatujaenda kwenye mengi zaidi, kwanza hali zenu zikoje? Najisikiaje kuwa hapa tena kuwa sehemu ya kumkabidhi mshindi mmoja wa Toyota IST leo? Mimi naomba nianze kwa kusema nafurahi kuwa na Maulid siku ya Maulid. Ndio bana wewe. Maulid siku ya Maulid. Ndio. Alafu la pili, nafurahi Maulid kutoa gari siku ya Maulid kwa mshindi. Huyo mshindi anaenda kupokea gari siku ya Maulid. Alafu anakabidhiwa na Maulid. Ndio. Unaona bwana? Yaani kwa kifupi leo ni Maulid Day. Bana wewe. Kwa hiyo bwana, Maulid natamba hapa. Unatamba tu wewe. Sasa na mimi ningependa kusema kweli hii gari tuikabidhi kusema kweli kwa bashasha leo. Naam. Tumekuwa tukikabidhi hizi gari kwa mikoa mbalimbali. Ndio. Wengine Geita, wengine Zanzibar, wengine wapi. Naam. Kwa hiyo leo hatujajua ni wapi itaenda kwa Manyara. Lakini kabla tujajua gari inaweza kuangukia wapi, niliona kuna jambo jipya hivi kwenye maafisa wa bashiri. Modern niliona ukishare na watu kuhusiana na option mpya ile bashiri. Wana hapo ile na second hapo. Ile sasa hivi bwana, wala usubiri sijui mpaka si mpira uishe au nini. Kumbe ukiwa unaongoza goli moja tu pale na umetabiri vile mambo yako, yani vitu unaweza kwenda. Sasa umemaliza mchezo pale. Ndio watu wanatakiwa wajue hiyo option mpya ambazo alizungumza Maulid. Amezungumza wiki hii ndio option mpya kabisa, one up pamoja na second up. Sasa kama vile Maulid alivyosema, one up ni unaweza kubashiri ukasema kwamba timu yangu mimi itaongoza kwa goli moja. Timu itaongoza kwa goli moja. Na ukisema tu hivyo timu yako itaongoza kwa goli moja, haijalishi ile full time itafungwa au haitofungwa, as long as kuna wakati iliongoza kwa goli moja. Basi hata 2-1 pesa yako inapewa. Ni wewe unachagua. Sasa hiyo ni one up. Sasa kwenye second up ndio unaweka magoli mawili. Kama unaamini timu yako inafunga magoli mengi, unasema bwana, mimi timu yangu kuna muda itaongoza kwa magoli mawili. Ukiweka tu hivyo hata iishe wamepigwa goli 3 ila iliongoza kwa goli 2, wewe mkeka wako umeshinda. Hiyo haijawahi kutokea. Ndio mambo ya PMBet ambayo wewe afisa ubashiri unaweza kufanya hivyo. Na nitumie pia nafasi hii kuwakumbusha kwamba na ninawakumbusha mara nyingi tunapokuwa katika draw kwamba mshindi ambaye anapatikana leo hajaanza leo wala hajapatikana tu kwamba tumeokota huko watu tukatengeneza hapa. Hapana. Hawa ni wadau wetu ambao wamekuwa wakishiriki wakibashiri kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Kwa wiki hizi 5 maana yake wamekuwa wakishinda pesa ndogo ndogo pale, wakifanya vizuri kati ya wale vinara wa wiki. Tunachukua hao mpaka wiki ya 5 ndio tiketi zao zinakuwa hapa. Kwa hiyo na wewe utatengeneza nafasi hizi kwa kubashiri mara kwa mara na
PMbet. Jambo jingine la mwisho kabla hatujaenda sasa kwenye kazi yenyewe, nilikuwa nataka ugusie Justa kidogo kuelekea msimu mpya hapa. Naona PMbet imeongeza nguvu zaidi na kuweka udhamini wake katika timu nyingine za ligi kuu. Na ulikuwepo Tanga pale. Nilikuwepo na Wagosi wa Ndima. Nilikuwepo bwana kwa Wagosi. Nilipokelewa vizuri sana na wazee wangu wa pale Tanga. Ndio, wana mambo shule. Ndio. Pia wana baya. Naam. Mtu anayetazama sasa hivi anaona hapa PMbet, alafu anaona pia PMbet. Uzi huu sio mpya kwa machoni wa wapenda soka la Tanzania. Uzi zote hizi ni za Singida Black Stars ambao kwa msimu uliopita tulikuwa nao, na hizi ndizo jezi ambazo walikuwa wanazitumia. Na tuendelee kuambia ya kwamba kwa msimu huu tumeenda kuongeza nguvu, lakini Singida bado tuko nao sana. Sasa pale kwa Tanga pale tumeenda kwa Wagosi wa Kaya kwa sababu why not? Timu kongwe, timu yenye historia kubwa hapa nchini kwetu Tanzania. Tukasema twende tukawasalimia Wanatanga, tufahamu vitu ambavyo vinaendelea kule Tanga, kwa sababu unajua kikawaida sisi pale ambapo timu ambayo tumeidhamini alafu inacheza lazima sisi tufike huko. Lazima tuwe pale. Huo ndio uzuri. Ushuhuda ni kwamba sasa hivi Costa wako wapi? Wako Arusha huko. Ndio. Hivi tunavyozungumza tunazungumza wale watu wakubwa wa marketing ambao wanaisimamia PMbet wako Arusha, na wajaenda Arusha hivi hivyo, wamepeleka gari alafu washindi mwingine. Haya mambo ya PMbet haya mambo yani mambo ni mazuri, alafu mambo ni makubwa. Yani haya mambo unajua tutahitaji muda mrefu kukaa tuyazungumze. Sema bahati mbaya tu ilioje leo tuko katika draw na watu hapa shauku yao wanataka kufahamu nani anachukua gari, lakini tukitaka kuyazungumza haya ni mapana kweli. Maana kama Wagosi wa Ndima umeingia, watu wako Arusha wengine sasa hizi Singida Black Stars, Mwamba wa Lusaka naye yuko huko. Bwana wewe kila kitu kipo sawa. Sasa wala twende moja kwa moja sasa na wakati eneo la tukio ambapo tutazichanganya hizi tiketi tulizonazo ili wasione kwamba labda kuna mtu tulikuwa tumemweka juu hapo na Maulid anachanganya hivyo, ili tuweze kuchukua. Na Justa naye atafanya. Justa naye unaweza kufanya hivyo. Naweza kufanya. Fanya hivyo Justa. Sawa, basi nami nafanya. Naye Justa anaonyesha umaridadi wake katika kuchanganya mambo. Maana yake sasa mtu asidhani kama labda kulikuwa kuna moja tunaifahamu, zote zinafanana. Kama iliganda hapa muda mrefu. Ichanganye Justa. Ndio wakati wako huu bwana. Sio mtu akatukashikana uchawi. Bwana wewe. Sasa ndio. Baada ya hapo manake Maulid, dhamana ni yako kwa ajili ya kuokota hapo tiketi moja. Na tiketi utakayookota ndiye atakuwa mshindi. Tutaangalia namba ni nani na tutaipigia simu kisha tutazungumza naye. Kwa hiyo uwanja ni wako bana. Mimi moja kwa moja mkono umekwenda. Bana wewe. Wala tupotezi muda. Mkono umekwenda. Sawa. Hiyo tiketi aliyoshika Maulid ndio tiketi ya mshindi wetu. Tutampigia kama tukishindwa kumpata, maana yake sisi zoezi letu lazima liishe leo. Tutachagua tiketi nyingine, lakini tunaomba huyu aliyeokotwa kwa mara ya kwanza ama tiketi yake iliyoshikwa kwa mara ya kwanza basi apokee simu na iwe bahati yake. Anaonyesha ID yake hiyo, ndio namba ya utambulisho ukiwa umeshasajiliwa na PMbet. Hiyo ni 17 sioni vizuri hapo 24 93 2. Hiyo ndiyo ID ama namba ya utambulisho ya mchezaji wetu ama afisa ubashiri. Baada ya kujiunga na PMbet unapewa na wewe na namba yako. Sasa Maulid arudie kutusomea tena ID namba. ID namba ni 17 24 93 2. Na namba nimeiziba namba ya simu hiyo, watu wasimsumbue. Watu wasije lakini nambari yake mwisho inaishia na 57 na mwanzo inaanza na 33 inaishia na 57. Ndio. Mimi nadhani kwa sasa hivi tungempigia makofi ili hata kama asipopatikana aliwahi kuwa mshindi na tukamsherehekea hakupatikana. Basi tunampigia makofi kwa tiketi yake kuwa sehemu ya zetu. Namba simu nayo hapo. Justa Julius amejiandaa tayari. Niko vizuri. Uzuri yeye ni mtu wa kazi muda wote. Unaona sasa? Justa
usije ukatuzunguka. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Iko sahihi. Ndio. Jaribu kuipitia, ndio. Tuko sawa. Lakini wakati unapiga naendelea kuwakumbusha kupiga huko kwamba tupo live kupitia YouTube channel ya PMTV Tanzania, lakini pia YouTube ya PMBet na Facebook ya PMBet vile vile. Kote huko tunaruka live kwa ajili ya kuhakikisha wanatutazama. Na Justa pale ndio. Justa vipi tena? Bahati mbaya. Wanasemaje? Wanasemaje? Naomba nirudie tena. Naomba nirudie kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine tena. Hebu rudia kupiga tuone. Tunarudia. Mambo yakae vizuri. Hebu endelea kuwakumbusha wakati Justa anatengeneza mambo. Na wakumbusha. Tupo live kwenye YouTube channel ya PMTV Tanzania, Facebook ya PMBet, Facebook pia ya PMTV. Na huko kote manake tunahakikisha wewe ambaye unatamani ushuhudie hili live manake unalitazama moja kwa moja. Na kama umejiunga na PMBet bila shaka kuna ujumbe pia ulitumiwa katika message za kawaida. Kwa bwana tulikuwa tunatumia bwana, leo tutakuwa tuna draw saa 2 usiku. Saa 2 yenyewe ndio hii. Justa vipi? Tuko vizuri. Tuko vizuri. Sawa. Tuage nini? Tunaagaje bila kutoa gari? Bila kutoa gari bwana hapa. Anaita. Maneno haya hapa bwana. Bwana sasa huyu. Naam. Halo? Hello? Habari za usiku? Salama, sijui wewe. Mimi niko salama. Mimi naitwa Maulid Kitenge kutoka PMBet. Naam. Mimi naitwa Maulid Kitenge kutoka PMBet. Naam. Wewe nani mwenzetu? Ni Jafari. Jafari nani? Omari, uko wapi Jafari? Nipo Kwala, bandari chikavu. Kwala, bandari nchi kavu. Kwala ni hapa pwani hapa. Hapa pwani mbele. Katikati hapa ya Mlandizi Chalinze hapo katikati hapa. Ndio. Ndio. Sasa wewe umekuwa ukicheza na PMBet, kubashiri na PMBet? Sana. Na leo ulikuwa unafahamu kuna draw inachezwa leo? Niliona message nilitumiwa ila kuna kazi naifanya ndo nimeimalizia sasa ndo nataka niangalie. Umesema kwamba wanaocheza na PMBet kuna message wametumiwa. Ni kweli bana, ni kweli hiyo message, na hivi tunavyozungumza tupo katika draw live kabisa na wewe bwana Jafari Omari. Ndio. Tunathubutu kukutangaza bwana, wewe umekuwa mshindi wa PMBet lakini kupitia draw yetu Super Royal Sport ambayo inatoa Toyota IST. Wewe ndio mshindi wetu wa Toyota IST. Unajisikiaje kwanza? Ndio. Jafari, unajua Jafari kama uamini hivi Jafari. Kweli kama siamini. Basi wewe ndio mshindi bwana Jafari. Sasa mimi nimekupigia simu bwana, nimejuaje namba yako? Yaani nakaa tu naamka tunapiga tu namba. Ndio maana nimekuuliza bwana, wewe unacheza na PMBet ukakiri kabisa bwana, ni kweli umekuwa ukibashiri na message umetumiwa. Na leo ndio imekuwa draw yenyewe, na bahati nzuri tuko live. Ungekuwa naangalia live sasa hivi kwenye YouTube ya PMTV Tanzania hapo. Ya PMTV Tanzania ungetuona sisi. Sijajua sasa ila mkubwa ninayo. Ndio. Bwana hongera sana bwana kwa kuwa mshindi wetu wa gari Toyota IST. Sawa. Na namba yako hii sasa tunaichukua. Tunawapa maafisa wetu, watakupigia ili kukupa taratibu namna gani na gari yako itakufikiaje. Unakaa hapo Kwala? Sasa Kwala hapo ni chap kwa haraka. Karibu tu. Basi tunashukuru sana bwana Jafari Omari. Asante sana. Bwana Jafari Omari. Jafari. Kama anavyosema amini. Kweli hao watu
unamuuliza hapo anaitika tu ndio umeshinda ameshikwa na mshangao. Mtu unaambiwa umekaa tu unaambiwa bwana wewe umeshinda gari. Si jambo rahisi. Unajua hizi ID namba ni nyingi. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wanafikiria kwamba washindi 30 kila baada ya wiki, alafu wiki 5 wanachukuliwa. Mimi nina nini mpaka niwe mmoja kati yao nitakaoshinda? Kwa hiyo ndio kinatokea kitu kama hiki. Sasa mtu anatumia message nasema asiwezi kushinda mimi, atashinda mtu mwingine. Lakini ipo siku ambayo wewe unaitazama ndio ambao utakuja kushinda. Kama hivi ambavyo Jafari ameshinda, basi kabisa. Muhimu kucheza tu. Mshindi wetu bwana Jafari Omari anatoka bandari kavu ya Kwala hapa. Kwa hiyo Justa bwana, hii tutawapa maafisa wetu, mfalme wetu huyo, ili tuandalie utaratibu tuivamie ile bandari kavu ya Kwala. Kama utataka twende na SGR sawa, lakini kwa sababu tutakuwa na gari yetu ya mshindi tuta drive nayo yenyewe mpaka pale Kwala. Kwa hiyo tumempata mshindi. Tulikuwa tujawahi kupata mshindi kutoka hapa karibu hapa mkoa wa Pwani. Na aidha utoke Dar es Salaam au mikoa ya mbali. Lakini sasa hivi mkoa wa Pwani umepata mshindi Jafar Omar. Na tuambie Watanzania na popote unapotutazama kama ambavyo bana Jafar Omar tumetangaza leo Septemba 5, maana yake tukihesabu kuanzia wiki ijayo, wiki 5 nyingine tena tutakuwa hapa kwa ajili ya draw nyingine ya Super Royal Sports. Draw hizi zinachezeshwa kwa wale wanaoshiriki michezo ya kubashiri na ligi zinaanza ligi zimeanza pia za Ulaya zimeshaanza. Hapa nadhani unazungumzia nyumbani sasa hapa ambapo ni wiki ile ya Septemba 16 bila shaka ngao ya jamii kichezwa pale na kipute kitakuwa kimeanza cha ligi. Lakini sasa hivi tuna Sekafa inaendelea hapa. Sekafa inaendelea. Kwa hiyo bado ana nafasi ya kubashiri mashindano mbalimbali ambayo yanaendelea kwa sasa. Utajitengenezea nafasi, huenda draw ijayo tukakutangaza wewe kama mshindi. Wakumbushe ile one up na second up. Hiyo ndio habari ya mjini sasa hivi. Hebu wape Justa hiyo. Bwana one up na second up, hiyo ndio habari ya mjini hivi sasa tunavyozungumza. Hakikisha unachotakiwa kufanya unapoenda kutengeneza mkeka. Unaamini mimi timu yangu ina uhakika wa kushinda goli moja, basi nenda na hiyo option, kwa sababu hiyo hata timu yako baadaye ikaja kushindwa au ikaja kufungwa haitojalisha, as long as kuna wakati ambapo timu ilikuwa inaongoza kwa goli moja ama kwa magoli mawili. Nategemea utachagua ipi. Ukiona timu yako inafunga goli moja, unajua kuna wakati timu goli moja. Kwa hiyo nenda na hiyo one up. Lakini kama unaona timu yako inafunga magoli mawili na zaidi, nenda na hiyo second up, alafu vitu vinakuwa vimekaa vizuri. Basi kwa kusema hivyo hatuna la ziada. Bwana Jafar Omar ndio ametukamilishia draw yetu ya leo ya Septemba 5 na furaha yetu ni kuondoka hapa tukiwa tumejua mshindi ametoka wapi. Maana tungeondoka hapa bila mshindi tungeshikana mashati huko ndani. Tungekuwa tena gari iko nje hapo inasubiri mshindi. Sisi tutoke bila tunatoka sisi vichwa chini. Hiyo haijakaa sawa. Basi kwa kusema hivyo tunawaaga hivyo, asanteni. Na nafasi ya kujiunga unayo kupitia pmbet.co.tz au kwa kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kwa kufanya hivyo utajisajili na utaanza kubashiri na PMBet. Meki Mchane, Justa Julius tunampa nafasi kutokea pembeni na Maulid Kitenge tunawaaga hivyo. Asanteni. Bwana asanteni na kwa herini. Naam.